Siku ya sikukuu, Teddy alimwona Kasim akiwa amesimama upande wa pili wa uwanja, akiandamana na watu aliowajua vizuri. Moyo wake ulidunda vibaya alipomsikia mtu akisema, "Huyo ni mtoto wa Musa." Dunia ikazunguka. Adui, yule aliyekatazwa, yule aliyekuwa chanzo cha chuki yote. Alikimbia, alilia, lakini hakumchukia. Hilo ndilo lililomuumiza zaidi. Kasim hakujua kwa nini Teddy alijitenga ghafla. Alipotafuta majibu, ukweli ulimkuta pia. Teddy alikuwa kutoka familia iliyochukiana na yao. "Tusikubali historia itutawale," Kasim alisema walipokutana kwa siri usiku. "Ni rahisi kusema," Teddy akajibu kwa macho yenye machozi, "lakini familia zetu zitaumizwa." Wakaamua kuendelea kupendana kwa siri. Mapenzi yakawa mazito zaidi kwa sababu yalikuwa hatari. Kulikuwa na Salma, dada yake Kasim, aliyegundua siri yao na kujaribu kuwalinda. Kulikuwa na Hassan, kijana tajiri aliyekuwa akimtamani Teddy na kuungwa mkono na familia yake. Kulikuwa na Mariam, mama yake Teddy, aliyekuwa akificha ukweli mkubwa kuhusu chanzo cha uadui. Kila mhusika alikuwa na nia yake, kila mmoja alikuwa na siri. Kasim na Teddy waliapa, "Hata tukitenganishwa, mioyo yetu ibaki pamoja." Lakini siku hazikuwa rahisi. Uongo ukaanza, mipango ikapangwa, urafiki ukavunjika, ndoa za kulazimishwa zikaanza kuzungumzwa. Teddy alijikuta katikati ya mapenzi, heshima ya familia na ukweli unaotaka kutoka hadharani. Usiku ule ulikuwa mzito kuliko mingine yote. Anga lilikuwa kimya, kana kwamba nalo lilikuwa linasubiri uamuzi wa Teddy. Kasim alisimama mbele yake, macho yake yakiwa yamechoka na vita ambavyo hakuvichagua. "Kama ukisema niondoke," Kasim alisema kwa sauti iliyokufa, "nitaondoka, lakini nitabeba moyo wako hadi mwisho wa maisha yangu." Teddy alilia kimya kimya. Alikuwa amechoka kupigana, sio kwa sababu hakuwa na nguvu, bali kwa sababu mapenzi yake yalikuwa yamegeuzwa silaha dhidi yake. Asubuhi ilipofika, mji mzima ulikuwa kwenye harakati. Siku ya ndoa ya Teddy na Hassan ilikuwa imefika. Nguo zilivalishwa, nyuso zikatabasamu kwa lazima, lakini moyoni mwa Teddy kulikuwa na mazishi. Dakika chache kabla ya hafla kuanza, Mariam alisimama mbele ya umati. Sauti yake ilitetemeka, lakini macho yake yalikuwa thabiti. "Leo siwezi kunyamaza tena," alisema. Chuki ya familia hizi ilijengwa juu ya uongo. Mauaji ya baba wa Teddy hayakufanywa na familia ya Musa, bali na mtu aliyekuwa akihofia ukweli kufichuka. Macho yote yakamgeukia Hassan. Asha alianguka chini akilia. Mzee Musa alishika kifua chake, machozi yakimtoka. Kasim alisimama kama mtu aliyepigwa na radi. Hassan alikimbia, lakini ukweli haukukimbia naye. Ukweli ulipotoka, chuki ilianza kuporomoka, lakini haikuondoa majeraha yote. Teddy alimsogelea Kasim mbele ya wote. "Nilikupenda katika moto," alisema, "lakini sitaki mapenzi yetu yaendelee kwa damu zaidi." Kasim alilia kwa mara ya kwanza. "Umenifundisha kupenda kwa ujasiri," akasema. "Hata nikikuacha, nitabaki hai kwa sababu yako." Walishikana mikono kwa muda mrefu, kisha wakaachiana. Miezi ilipita, familia zilianza kupona taratibu. Teddy aliacha mji ule, alienda kusoma, kusaidia wasichana waliokuwa wakilazimishwa kuchagua kati ya mapenzi na heshima ya familia. Hakuwahi kuolewa, hakuwahi kusahau. Kasim aliondoka pia, alijenga maisha mapya, lakini kila mvua ya kwanza inesha, alisimama kimya, akimkumbuka msichana aliyemfundisha kuwa mapenzi ya kweli hayamiliki, yanaachilia. Mapenzi ya Teddy na Kasim hayakuishia pamoja, lakini yaliishia kweli. Na wakati mwingine, huo ndio mwisho mgumu zaidi, lakini wa kweli zaidi. Rukia, rafiki yake wa karibu, alianza kubadilika. Alikuwa na siri yake. Alikuwa
akilipwa kupeleka taarifa. Lakini kila alipotazama macho ya Teddy, moyo wake ulimuuma. Swali lilimtesa: urafiki au pesa? Kasim alipata nafuu taratibu. Yeye na Teddy waliongea kwa macho zaidi ya maneno. Hatuna haki ya kuendelea? Kasim aliuliza. Tuna haki ya kupigania, Teddy akajibu. Hata kama mwisho wake ni maumivu. Walikumbatiana kwa nguvu, wakijua kuwa kila dakika pamoja ilikuwa iliyoibiwa kutoka kwa hatima. Baada ya siku chache hospitalini, Kasim aliruhusiwa kurudi nyumbani. Lakini si nyumbani pa furaha. Alirudi kwenye nyumba iliyokuwa imejaa macho ya shaka na mioyo ya hofu. Teddy alimtembelea kwa siri usiku. Walikaa kimya muda mrefu, wakisikiliza sauti za usiku. Kama nikikuacha sasa, Teddy alisema kwa sauti ndogo, nitaishi maisha marefu ya majuto. Kasim alimshika mkono kwa nguvu. Kama nikikubali uondoke, akasema, nitakuwa nimekufa nikiwa hai. Walitambua kuwa walikuwa wamefika mahali pa maamuzi yasiyoruhusu nyuma. Asubuhi iliyofuata, Teddy alipata barua isiyo na jina. Iliandikwa kwa mkono uliotetemeka. Ukweli uko chini ya kaburi la zamani. Usimwambie mtu yoyote. Moyo wake ulidunda kwa kasi. Kaburi gani? La nani? Alihisi kama historia ilikuwa inamvuta kwa nguvu. Alimwambia Kasim, naye akakumbuka jambo. Babu yangu alikuwa akisema kuna siri ilizikwa pamoja na mtu asiyepewa haki. Usiku wa manane, Teddy na Kasim walienda makaburini ya zamani yaliyo nje ya mji. Walikuwa peke yao, taa ya simu ikiwa waongoza. Walipofika kwenye kaburi lililoachwa, Teddy aliona jina lililofutika nusu, lakini tarehe ilisimama wazi. Siku baba yake alifariki. Chini ya jiwe walikuta sanduku dogo la chuma. Ndani yake kulikuwa na barua na pete ya zamani. Barua ilisema, nilipenda vibaya, nilificha ukweli. Kama unasoma hili, ujue damu ilimwagika kwa uongo. Teddy alitetemeka. Huu ulikuwa mwanzo tu. Waliporudi, hawakujua kuwa walikuwa wamefuatiliwa. Hassan alijua walichokifanya. Hawa watoto wanachimba kaburi la vita, alisema kwa hasira. Kabla hawajapata ukweli wote, lazima wazuiwe. Asha aliposikia mpango huo, moyo wake ulianza kumuumiza. Alianza kuona wazi kuwa chuki aliyorithi ilikuwa haki. Rukia alikutana na Teddy usiku. Macho yake yalikuwa mekundu. Nisamehe, alisema kwa sauti iliyovunjika. Nilikuwa dhaifu. Alikiri kuwa alipeleka taarifa kwa mtu aliyemlipa. Hakumtaja jina. Teddy alimkumbatia. Makosa hayaangushi urafiki, Teddy alisema. Usaliti unaofichwa ndio unaoua. Lakini sasa hatari ilikuwa wazi. Familia ya Teddy ilitangaza rasmi tarehe ya ndoa yake na Hassan. Habari zilienea haraka. Kasim alipata taarifa hiyo kimya kimya. Alisema, moyo wangu umechoka kupigana, lakini bado haujashindwa. Teddy alilia usiku kucha. Alijua ndoa hiyo ingekuwa kifo cha mapenzi yake. Salma aliwaita wote wawili kwa siri. Alisema, kama mtakaa hapa, mtavunjika taratibu. Alipendekeza waondoke kwa muda, wapotee ili wapate nafasi ya kupumzika na kutafuta ukweli bila presha. Lakini kuondoka kulimaanisha kuacha familia, majina na kila kitu walichokijua. Usiku kabla ya maamuzi, Teddy alisimama mbele ya kioo. Aliona msichana aliyebeba vita ya watu wazima. Je, naishi kwa ajili yangu? Alijiuliza. Au kwa ajili ya mizigo ya waliotangulia? Nje, Kasim alikuwa akisubiri majibu yake.
Siku moja, Teddy alimkuta mama yake akilia akiwa ameshikilia picha ya zamani. Kwenye picha hiyo, kulikuwa na vijana wawili, mmoja alifanana sana na Kasim. "Mama, huyu ni nani?" Teddy aliuliza kwa sauti iliyovunjika. Mariam alifuta machozi akasema kwa sauti nzito, "Huyo ndiye chanzo cha kila kitu." Lakini kabla hajaendelea, mlango ukagongwa kwa nguvu. Ilikuwa habari mbaya. Kasim alikuwa amepata ajali ya kutatanisha. Teddy alikimbia bila kujali kila kitu. Familia, heshima, ndoa, vyote vilipotea akilini. Alipomwona Kasim hospitalini akiwa hana fahamu, moyo wake ulipasuka. "Usiniachie," alinong'ona. "Vita hii bado haijaisha." Hassan alisimama mbali akitazama kwa macho ya mtu anayepoteza uvumilivu. Asha alitabasamu kwa ndani, lakini hofu ilianza kumkaba. Kwa sababu kulikuwa na macho mengi sana yaliyohusika na ukweli ulikuwa karibu kuibuka. Siku 3 zilipita, Kasim akiwa hajazinduka. Teddy hakutoka hospitalini. Alikaa pembeni ya kitanda, akishika mkono wake kana kwamba nguvu zake zingemrudisha duniani. "Kasim, nisikie," alinong'ona. "Kama ukifungua macho, nitapambana na dunia yote kwa ajili yako." Madaktari walinong'ona kwa tahadhari. Ajali haikuwa ya kawaida. Kulikuwa na dalili za mkono wa mtu. Wakati huo huo, mzee Musa alifika hospitalini akiwa amechoka, lakini macho yake yakiwa makali. Alipomwona Teddy, alisimama kwa muda mrefu kimya kimya. "Hivyo ndivyo ilivyopaswa kuwa?" aliuliza kwa sauti nzito. "Kizazi chetu kuendelea kuumia?" Hakukuwa na jibu. Usiku uliofuata, Mariam alimuita Teddy nyumbani kwa siri. "Ukweli ninaouficha umekuwa mzito kuliko moyo wangu," alisema huku akitetemeka. "Baba yako hakukufa kwa ajali." Teddy alishtuka. "Umesema nini mama?" "Aliuawa," Mariam akaendelea, "kwa sababu ya mapenzi. Mapenzi niliyokuwa nayo na kaka yake Musa." Ukimya mzito ukatanda. Hapo ndipo chuki ilipozaliwa. Upendo ukawa damu. Siri ikageuka laana. Teddy hakuweza kupumua. Hivyo Kasim hakuwa tu mpenzi wake, alikuwa damu iliyochanganyika na historia yake. "Kwa nini hukuniambia?" aliuliza kwa macho yaliyojaa machozi. "Kwa sababu nilitaka kukuokoa," Mariam alijibu. Lakini sasa mapenzi yameamua njia yake yenyewe. Teddy alijua sasa hana njia ya kurudi nyuma. Asubuhi iliyofuata, Kasim alifungua macho. Teddy alilia kwa furaha, akamsogelea haraka. "Ulinirudia," alisema kwa sauti iliyovunjika. "Nilirudi kwa sababu nilisikia jina lako," Kasim akajibu kwa udhaifu. Lakini kabla hawajazungumza zaidi, mzee Musa aliingia. Macho yake yalikuwa yamebeba miaka ya chuki. "Ni wakati wa kusema ukweli," alisema. "Lakini ukweli huu utaharibu watu wengi." Hassan hakuridhika. Alipoona Teddy hakurudi nyumbani, alianza kupanga mambo kwa hasira. "Akipotea mikononi mwangu," alisema kwa sauti ya chuki, "hakuna atakayemsaidia." Alianza kushirikiana na watu waliokuwa karibu na ajali ya Kasim. Ukweli ulikuwa karibu, lakini njia ilikuwa chafu. Asha alianza kujuta. Alitambua kuwa mchezo aliouanzisha ulikuwa umevuka mipaka. Teddy alianza kupokea ujumbe wa vitisho usiku. "Acha Kasim, usichimbe aliyopita, la sivyo utapoteza zaidi ya mapenzi." Aliogopa, lakini hakurudi nyuma. Kwa mara ya kwanza maishani, aliamua kusimama katikati ya moto. Siku ya sikukuu, Teddy alimuona Kasim akiwa amesimama upande wa pili wa uwanja, akiandamana na watu aliowajua vizuri. Moyo wake ulidunda vibaya alipomsikia mtu akisema, "Huyo ni mtoto wa Musa." Dunia ikazunguka. Adui, yule aliyekatazwa, yule aliyekuwa chanzo cha chuki yote. Alikimbia, alilia, lakini hakumchukia. Hilo ndilo lililomuumiza zaidi. Kasim hakujua kwa nini Teddy alijitenga ghafla.
Alipotafuta majibu, ukweli ulimkuta pia. Teddy alikuwa kutoka familia iliyochukiana na yao. Tusikubali historia itutawale, Kasim alisema walipokutana kwa siri usiku. Ni rahisi kusema, Teddy akajibu kwa macho yenye machozi, lakini familia zetu zitaumizwa. Baada ya ukweli kugundulika, Teddy alianza kubadilika. Alikuwa akitabasamu mchana, lakini usiku machozi yalikuwa rafiki yake wa karibu. Mama yake, Mariam, alianza kugundua mabadiliko hayo. Teddy alimuita kwa sauti ya upole lakini nzito. Kuna mambo usiyopaswa kuyajua kwa sasa. Maneno hayo yaliongeza maswali badala ya kuyapunguza. Kwa nini ukweli ufichwe? Ni nini hasa kilitokea zamani hadi familia hizi zichukiane kwa damu na roho? Wakati huo huo, upande wa pili, baba yake Kasim, Mzee Musa, alikuwa amepanga mambo kimya kimya. Alikuwa hakubaliani kabisa na habari za Kasim kuonekana karibu na familia ya adui. Huyo msichana ataleta maangamizi, alisema kwa hasira. Kasim lazima aondolewe kwenye huo mtego. Kasim na Teddy waliamua kukutana mara ya mwisho kwa siri ili waongee ukweli wote. Kama nikilazimishwa kukuacha, Kasim alisema, nitabaki na jina lako moyoni. Teddy alimkumbatia kwa nguvu, mikono yake ikitetemeka. Mapenzi haya si ya kawaida, akasema. Ni mzigo lakini siwezi kuuangusha. Walibusiana kwa haraka kama watu wanaoaga bila uhakika wa kesho. Hawakujua kuwa walikuwa wakifuatiliwa. Asha, binamu yake Teddy, alikuwa amewaona. Moyo wake ulijaa hasira na hofu. Hii ni aibu kwa familia, alijiambia. Lakini badala ya kusema mara moja, aliamua kugeuza siri kuwa silaha. Asha alianza kumkaribia Hassan, yule kijana tajiri aliyekuwa akimtaka Teddy. Kama unamtaka Teddy, Asha alimwambia kwa sauti ya siri, lazima ujue anacheza na moto. Hassan alitabasamu kwa hila. Mapenzi ni vita, akasema, na mimi sipendi kushindwa. Familia ya Teddy ilianza mazungumzo rasmi ya ndoa na familia ya Hassan. Kila kitu kilikuwa kikubwa: pesa, heshima, jina. Teddy alikaa kimya wakati maamuzi yakifanywa juu ya maisha yake. Hakuna aliyemuuliza anachotaka. Usiku mmoja alimwambia mama yake, "Mama, kama nitakubali ndoa hii, nitakuwa hai lakini nimekufa." Mariam alitetemeka. Alitaka kusema ukweli, lakini bado hakuwa tayari. Salma, dada yake Kasim, alijaribu kuzuia maafa. "Ndugu yangu anampenda kweli," alimwambia baba yao. Mapenzi haya hayakuletwa na chuki. Lakini mzee Musa alinyamaza kwa muda, kisha akasema, "Wakati ukweli utakapojulikana, mtanilaumu kwa kuchelewa." Maneno hayo yalikuwa kama fumbo.